Yes, hello, mambo vipi wana michezo popote pale ulipo. Asante kwa kwamba tayari umesha subscribe na unayapata yale mengi ya kimichezo. Mimi ni Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Maswali yalikuwa mengi sana, watu wakijiuliza kuhusiana na Mohamed Bajabil. Wengi pia walifika mbali wakasema kwamba huenda Januari akaachwa akasajiliwa mchezaji mwingine. Taarifa hii tupo nayo, tutakusomea. Lakini kwa hivi sasa acha tukujuze kile ambacho kimetokea kwa hivi sasa, kwa maana aliyekuwa mchezaji wa zamani wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maana Francis Kahata, yeye ametoa ujumbe mzito kwa Mohamed Bajabil na akiwaahidi na kuwaambia kwamba mashabiki katika kitu ambacho watakuja kujivunia kwa nacho ni kumiliki huyu Mohamed Bajabil. Lakini mbali na huyo pia Neo Maema naye ametoa ujumbe mzito baada ya kumuona wakiwa mazoezini. Hali imekuwa njema huko kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini kabla sija kusomea hizo jumbe zote mbili kutoka kwa hao wachezaji wawili, kwanza subscribe of Pitch TV ili uendelee kuyapata yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Tuanze na ujumbe wa Francis Kahata Nyambura. Kahata amepost hivi, kwanza amemtagi kwenye akaunti yake ya Instagram ambao anatumia Kachi Kahata. Amemtagi Mohamed Bajabil na kuandika kumwambia kwamba nafurahi. Acha nikusomee kwa Kiswahili kwa sababu umechanganya lugha mbili. Amemwambia hivi: nafurahi kukuona ukifurahi na kutabasamu katika kitu ambacho unakipenda, kwa maana kucheza kwenye timu ambayo unaipenda ya Simba Sports. Ikumbuke tu kwamba wakati anasajiliwa Mohamed Bajabil, kwenye interview yake ya kwanza alisema kwamba alikuwa haamini kama anaenda kucheza katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kuwa katika klabu ya Simba ni kutimiza ndoto zake, kwa hiyo ni kitu ambacho anafurahi sana. Unaweza ukamtolea mfano Eberechieze wakati anasajiliwa katika klabu ya Arsenal the Gunners, naye alisema yupo katika kilele cha furaha kwa sababu amesajiliwa kwenye timu ambayo alikuwa ana ndoto nayo. Lakini Kahata aliendelea na kusema kwamba Mungu akupe msimu mzima sana, Mungu akupe msimu bora sana, lakini pia akuepushe na majeraha. Mashabiki wa Simba ni mashabiki ambao wanachizika sana, ni mashabiki ambao ni amazing, yani wanafurahia kile kilichokuwa bora. Basi na wewe waonyeshe magic, waonyeshe maajabu na miujiza ya miguu yako, kwani mashabiki hao watakupa supporti na wataenjoy kila ambacho unakifanya na watakupenda sana, hasa katika timu hii kubwa huko barani Afrika. Hao ni maneno ambayo Francis Kahata amemtakia mchezaji mwenzie ama raia mwenzie wa Kenya, kwamba mashabiki wa klabu ya Simba ni mashabiki wenye upendo mkubwa sana, kwa hiyo waonyeshe kile ulichokuwa nacho bora. Na yeye amesema hivyo akiwa na ushahidi wa kile ambacho pia kilitokea wakati yeye anakipiga katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini huko mazoezini mchezaji mwenzie Neo Maema naye amepagawa kweli kweli na kile ambacho alikuwa amekifanya na kumtunga jina la kumuita Mohamed Salah. Huyu ni salam tupu kabisa. Yani labda tu ni kwa kifupi tu nikuelezee kwamba kile ambacho anacho Mohamed Bajabil. Umemwona Mohamed Salah, style yake ya uchezaji, curve, speed, nguvu, kasi ni vitu ambavyo amejaliwa Mohamed Salah. Hana tofauti na kile ambacho anacho Mohamed Bajabil. Kwa hiyo ukimwona Mohamed Salah hakuna tofauti kubwa. Style ya uchezaji sio kwa ubora, yani style ya uchezaji inafanana na Mohamed Salah. Kwa unaweza ukaona huyu ni Salah mpya katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa Neo Maema naye amepagawa na kile ambacho amekifanya. Lakini taarifa ya mwanzo ilikuwa hivi, acha nikusomee kile ambacho kilikuwepo mwanzo. Kilikuwa kinasema hivi: klabu ya Simba Sports inakabiliwa na changamoto mpya katika safu yake ya wachezaji, kwa maana ya ushambuliaji, baada ya kuibuka taarifa kwamba Mohamed Bajabil aliyesajiliwa kutoka Polisi Kenya hatakuwa sehemu ya kikosi cha Simba mwanzoni mwa mwaka ujao, yani Januari, huku akibadilishiwa na Thabo Maponda kutoka Gaborone United ya Botswana. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na chanzo kimoja cha karibu na klabu, kinasema kwamba Bajabil ambaye aliwasilishwa
na aliyekuwa kocha wa klabu ya Simba Sports Club kwa maana Fadlu Davids, yeye ndiye ambaye alimchagua. Alishiriki katika usajili wake A to Z licha kuwa na jeraha la muda mrefu kutoka kwenye klabu yake ya awali yani Polisi Kenya. Kocha Fadlu Davids aliamini kuwa Bajabil angeweza kurejea katika kiwango chake cha juu, lakini hali ya kiafya ya mchezaji imezua hofu kubwa ndani ya klabu. Hivyo karibuni Bajabil anaweza akaondoka hapo Januari lakini inasema kwamba tayari ameanza mazoezi mepesi ya kurejesha mwili na kuimarisha afya yake. Lakini chanzo hicho kinasema kuwa uamuzi wa klabu ni kumruhusu kuondoka mwanzoni mwa mwaka ujao yani Januari, na baada yake kuleta mchezaji mwingine mwenye nguvu na uzoefu wa kulisakata kabumbu kwenye eneo hilo la pembeni yani winga. Januari mwakani Bajabil ataondoka na nafasi yake itachukuliwa na Thabo Maponda kutoka Gaborone United, ambaye huyu ni chaguo la kocha Dimitri Pantev. Taarifa ilikuwa inasema hivyo, lakini ghafla mambo yamebadilika, kwa maana gia yamebadilika angani na Simba wameachana na hizo taarifa baada ya Dimitri Pantev kumuona Mohamed Bajabil akisakata kabumbu akiwa kwenye eneo la pembeni, naye ameamua kuendelea kusalia na Mohamed Bajabil. Kwa hiyo Mohamed Bajabil bado yupo sana katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa ndizo zipo hivi, lakini kwa mengi zaidi taendelea kukujuza sisi hapa Off Pitch TV. Kahata ametoa ujumbe mzito, Neo Maema ametoa ujumbe mzito, lakini pia kocha mwenyewe Dimitri Pantev naye amebadili maamuzi yake. Unadhani na unahisi kwa nini hawa wote watatu wamepagawa na hiki ambacho kinaendelea kwa hivi sasa? Pengine labda ana ubora wa hali ya juu sana. Nisimalize maneno, acha tumuone kwenye mechi zijazo baada ya kulikava afya yake, na nyie mtakuwa na majibu ya kile ambacho kinaendelea kwake Mohamed Bajabil. Kwa mengi zaidi hakikisha tu una subscribe Off Pitch TV na unapata yale mengi ya kimichezo, lakini kubwa zaidi unaweza pia kushare nasi kwa njia ya WhatsApp. Unaweza kutucheki kwa namba yetu ya simu 0711659593. Tucheki huko, sisi tutakuwa kwanza kupokea maoni yako. Unaweza kutuma voice note ama unaweza kututumia video ukijirekodi kuelezea kile ambacho kipo kwa hivi sasa. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Mimi ni Yusuf Katalambula.